Hivi Kanumba angekuwa hai kwa upande wa filamu, angepata mafanikio kama alivyoyapata Dynamo? Yategemea, anaitwa riziki ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kujituma. Lakini mziki, kusema kweli, mziki kwa Tanzania una mafanikio. Bongo Movie wameiua kwa sababu wengi wao hawakuwa serious. Wengi wanatafuta kuuza sura, waonekane yeye ni star. Mademu wanataka wawe maarufu ili wapate mabwana, wagombanie mabwana. Basi hawakuwa na malengo. Lakini kama ungekuwa Kanumba alikuwa na juhudi, inawezekana angefikia malengo hawa, angevuka, angekuwa mbali. Maana angekuwa ni msanii wa kimataifa, ama hata huko Ulaya wangekuwa wamemchukua wacheza movie wakubwa kanafanya naye. Yategemea. Kwa hiyo siwezi kusema kwa sababu ni mtu ambaye ashafariki na hakufikia yale malengo. Kwa hiyo tunakuwa tunazungumzia kitu ambacho hatujui ingekuwaje. Sema tu Bongo Movie inakufa, inapotea kwa sababu wao wenyewe wameamua kuipoteza. Bongo Movie inakufa kwa sababu mademu wengi wa kibongo wanapenda kuwa mastaa ili wagombanie wanaume. Wakijua kama wanaume wanapenda wanawake maarufu anayejulikana, hicho ndicho wanakugombania. Hawaangalii future kwamba niwe star, nifanye movie nzuri ili ya kuelimisha jamii. Wanaume pia wanafanya Bongo Movie ili waonekane mastaa, wapate mademu. Sasa ndio malipo yao wanayotaka. Najua hilo la kwamba alishindwa akakimbia. Yaani story zake za South zote nazijua. Paka kile kijumba alichojengewa huko Mbezi gani huko ndani. Sasa alikuwa anaficha. Watu walikuwa wajue anakaa wapi, lakini mimi ndo nimevumbua, nikamuonyesha mimi nakujua mpaka unapokaa. Yaani na story zake nyingi sana hicho kijeba hicho. Na story zake nyingi sana. Yaani nikiamua kuzizungumza, yaani kitaacha hiyo maiki. Wallahi kitaiacha hiyo maiki kabisa. Hakitowahi kutangaza wala kusema kwamba yeye ni mchambuzi. Na mimi nataka namtumia salamu zangu. Mimi naitwa Ustaz Juma. Sitishiwi, si babaiki. Yaani omba tu Mungu, au anaomba tu Mungu niwe bize na yaani nikiamua siku nimeripuka tulikaanza, nitachana kila kitu. Yusufu Mkumbia nimekaa na mnamtaja sana kwenye mtandao. Yusufu Mkumbia ndio nilimfuma naye. Yusufu Mkumbia akakimbia. Kuna nguo hata nisiseme tu, nguo ya ndani mpaka leo nilifungia kule ofisini kwangu ipo. Na hiyo nguo ya ndani ina kinyesi. Yaani nikimlipua huyu, yaani asiombe. Hiyo nguo ipo, siku nitaipiga picha niiposti. Atakumbuka mwenyewe, jamaa kweli kaamua. Yaani acha ninyamaze tu. Lakini akinichokonoa wallahi nitamfurahisha. Yaani atafurahi. Sauzi ataenda, hatoenda. Tanzania hatokuwepo, Kenya hatokanyaga, Burundi hatoenda, yaani sio atakaa nchi gani. Yaani nitahakikisha kila anapokwenda niko naye. Hadi mademu zake nawajua. Kuna demu mmoja nimemsave kwenye simu, nimesahau tu jina. Kuna demu mmoja hivi alikuwa demu wa mshikaji wangu. Yule mshikaji wangu akamfuma naye. Sasa yule jamaa, yule mshikaji akawaka. Unafanya nini? Akataka yule demu anamwambia una wasiwasi ya nini? Huyu ni rafiki yangu tu, hana cha kunifanya. Kwani hujui? Tuna mengi tunayajua lakini tunanyamaza tu. Ukiona mtu ameenda mahali ya kukaa akafukuzwa haraka, ndio kuna jambo. Yaani nataka ajitambue kwamba amemchokonoa Ustaz Juma. Yaani mimi nitakufa naye. Wallahi wa billahi sitakubali. Yaani amenifuata muda mrefu sana, nikana nyamaza simjibu. Lakini maadamu alijitoa kia akasahau mimi ni nani, mimi Irani moto kauanzisha na mimi ndio nitakautuliza. Wewe subiri, nitamfundisha adabu. Anakaa kwenye kimaiki na kutukana watu na kuleta anachambua watu wamefanya video zao za gharama, wameimba vizuri. Alafu unakati kuchambua, unachambua nini wewe? Sasa chambue makalio yake kwanza. Bavu zake.
Hata Faraji shamfuma naye. Wewe sijasema tu, ipo siku nitasema. Kwa siku nitasema, wewe subiri. Kuna siku nitamfurahisha, yani atafurahi. Na mnawadhalilisha wanamuziki. Tena mnawadhalilisha sana. Hamwezi kuwa mmekaa tu na njaa zenu huko, hata kuchamba hamjui. Mnalipuka tu na kimaiki chako cha shilingi 2000 eti mimi mchambuzi wa muziki. Mchambuzi wa muziki wewe unauchambua muziki. Hivi nyinyi mnatuonaje Tanzania? Mnatuchukuliaje kwanza? Tunawatetea hapa, lakini nyinyi huwa hamsikii. Watu wafupi ni kama sijui Mwenyezi Mungu kuna viumbe wanaitwa Yaajuj wa Maajuj. Yaajuj wa Maajuj wamekhtalafiana wanachuoni. Wengine wanasema kwamba hawa ni viumbe wafupi sana, wanatabu, Dhulqarnaini aliwazungushia ukuta kwa sababu Dhulqarnaini katika moja safari yake kuizunguka dunia kutoka magharibi kwenda mashariki, alifika mahala watu wakamlilia, wakamuomba msaada, wakamwambia ina Yajuj wa Maajuj, hakika Yajuj na Maajuj wanafanya uharibifu kwetu sisi. Maana wale wana uharibifu mkubwa sana. Wakamuomba, je, tunaweza tukakupa malipo ututengenezee ukuta ili wasiweze kutoka huko kwao kuja huku kwetu? Tazama, hao ni watu wafupi walivyokuwa na tabu, mpaka wakamuomba Dhulqarnaini kwamba awatengenezee ukuta ili Yaajuj wa Maajuj, wale watu wafupi, wasiweze kuvuka wakaja upande wao huko. Akamwambia hapana, alichonipa Mwenyezi Mungu kina kheri zaidi. Nyinyi nisaidieni kwa nguvu tu, nguvu zenu, tukusanye vyuma, mashaba hizo zikamiminwa, zikatengenezwa ukuta wa shaba. Kwa hiyo wale Yaajuj wa Maajuj kwa sababu ni wafupi, wakiuruka ule ukuta wanateleza hawawezi. Mpaka leo wako huko. Sasa itakapofika zama za mwisho, ule ukuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atauvunja, na wale Yaajuj wa Maajuj watatoka, watafanya uharibifu, wataingia kwenye mashamba, mamito, bahari, yani wana uharibifu sana. Hawa ni watu wafupi, Yaajuj wa Maajuj. Wamekhtalafiana na chuoni jinsi maumbile yao yalivyo, kwamba ni wafupi, wana masikio makubwa, wana matumbo makubwa. Nakuta mtu mfupi ana kiuno kikubwa, tumbo liko mbele limevimba. Alafu unaona kinatamba tu, kinatembea, ni kama vile dunia yote ni yake. Hivi angekuwa mrefu ingekuwaje? Yaani Mungu Bwana